Nitoe maelekezo kwa mkandarasi na wasimamizi wa mradi kuhakikisha kila fedha inapolipwa kwa mkandarasi, fedha hiyo inapolipwa pasiwe na deni wanadai vijana wetu wanaofanya kazi ngumu, subcontractors, vibarua, wafanyakazi wanaofanya kazi zote, mnyororo wote wa kazi unaofanyika hapa. Fedha ikishalipwa inayokuja kwenye mradi, muhakikishe kila anayehusika na shughuli humu ndani ya huu mradi na yeye analipa. Na yasema haya kwa sababu umekuwa ukitokea utaratibu mbaya ambao haukubaliki wa serikali kulipa fedha inayokwenda kwenye mradi, alafu wakandarasi hawawalipi wale wanaofanya kazi katika mradi husika. Unapita eneo unakuta mradi wote ulishalipwa fedha yake, lakini kuna vijana wamefanya kazi wanadai, kuna mafundi wamefanya kazi wanadai, kuna subcontractors wamefanya kazi wanadai. Hili halikubaliki. Tunataka kila fedha inapolipwa msimamie kila ambaye ana mkataba wa kufanya kazi humu, kila ambaye anafanya kazi na yeye apewe haki yake. Na nimeendelea kuwatahadharisha wakandarasi wale ambao watakiuka haya maelekezo, tutawapiga blacklist, hawatafanya kazi yeyote ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hili lipelekeni, waambieni, na najua wameshajua Kiswahili, watakuwa wanasikia. Kwa kuwa fedha hizi ni kodi za Watanzania, hatuwezi tukawa tunawapa fedha za walipa kodi wa Tanzania alafu watoto wao wakawa wanahangaika kudai madeni huku kazi wakiwa wameshafanya. Hii haikubaliki. Na tena ndugu zetu, watu wasemi kwa ubaya, wapo wakandarasi wengine wa kutoka ni wageni wakatoka nje ya nchi, serikali ikiwacheleweshea malipo wanaweka na riba. Wao wakishalipwa wanawacheleweshea mwaka mzima wakandarasi wazawa na vibarua na mafundi na wengine wanaofanya kazi. Sasa hili halikubaliki. Kwa hiyo nimeisemea hii kama sehemu ya maelekezo kwa kila mradi, na mradi huu ambao na wenyewe unaendelea, ambao una vijana wetu wa Tanzania wanafanya kazi mbalimbali.